Ninakukaribisha sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema usipoteze leo yako kwa hofu ya kesho. Leo ni muhimu sana. Ni mimi Mwalimu na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Usijisumbue kwa kesho kiasi cha kushindwa kuishi leo kwa kusudi. Maisha yana tabia ya kutuweka katikati ya mambo makubwa mawili. La kwanza, kumbukumbu za jana. La pili, hofu ya kesho. Watu wengi wamejifunza kutoka jana, lakini wachache wamejifunza kuishi kikamilifu leo. Wengine hutumia muda mwingi wakiwaza kuhusu kile kinachoweza kuwatokea kesho, kiasi kwamba wanashindwa kutumia vizuri nafasi ambazo Mungu amewawekea mikononi mwao leo. Hofu ya kesho ni mtego unaoweza kumfanya mtu aone kila fursa kama hatari, kila changamoto kama mwisho wa safari, na kila hatua mpya kama sababu ya kurudi nyuma. Lakini ukweli ni huu: kesho haijengwi na hofu, hujengwa na maamuzi ya heshima unayoyafanya leo. Mtazamo wa kiroho kwa hivi: Yesu Kristo alitufundisha tusikubali kutawaliwa na wasiwasi au hofu ya kesho. Na hii unaipata katika Mathayo 6:34 anaposema, basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku ya maovu yake. Hii haimaanishi kwamba tusipange maisha yetu. Badala yake inatufundisha kwamba tusiruhusu hofu ya mambo ambayo bado hayajatokea kutuzuia kutimiza wajibu wetu leo. Mungu hutupatia neema kila siku. Hatoi nguvu za kesho leo, wala hajawahi kutuelekeza tubebe mizigo ya siku ya kesho. Mungu siku zote anatuelekeza tuwe waaminifu katika siku tulionayo sasa, yaani leo. Zaburi ya 118:24 anasema hivi, hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Anazungumzia leo. Ikiwa leo ni zawadi kutoka kwa Mungu, basi kuipoteza kwa hofu ya kesho ni kupuuza zawadi hii ambayo Mungu amekupa. Hofu ya muda mrefu kuhusu yajayo inaweza kumfanya mtu ashindwe kufanya maamuzi, ashindwe kuona fursa, na hata kupoteza uwezo wa kufurahia maisha. Akili inapojazwa mawazo ya hofu ya kesho, mara nyingi hujenga matatizo ambayo kwa kweli hayapo. Mtu anayejifunza kuzingatia kile anachoweza kufanya leo hujenga utulivu wa ndani, nidhamu na kujiamini. Hatua moja ya leo ina thamani kubwa kuliko mipango 100 ambayo hujawahi kuianza kuifanya au kuitekeleza. Mara nyingi hofu ndiyo adui mkubwa wa ustawi wa maisha yako. Mishe kwa kusema maneno haya machache. Leo ndiyo mahali unapoweza kuomba. Leo ndiyo mahali unapoweza kufanya kazi. Leo ndio mahali unapoweza kujifunza.
Leo ndo mahali unapoweza kusamehe. Leo ndo mahali unaweza kujenga na kubadilika leo. Kesho iko mikononi mwa Mungu, lakini leo Mungu amekwisha ikabidhi mikononi mwako. Itumie kwa hekima, kwa uaminifu na kwa imani. Usiruhusu hofu ikupokonye muda, amani na fursa ambazo Mungu amekusudia zikujenge. Anza leo, tenda leo, amini leo, kwa sababu leo ndio msingi wa kesho yenye ushindi. Mungu akubariki sana. Nenda kafanikiwe.